Matokeo ya watahiniwa 190 wakiwemo 184 wa kidato cha 6 na 6 wa mtihani wa ualimu ambao walipata matatizo mbalimbali yakiwemo ya kiafya. Watahiniwa husika wamepewa fursa ya kufanya mtihani mwaka 2027 kwa mujibu wa kifungu cha 32 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za mitihani. Baraza limefuta matokeo ya watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mtihani wa kidato cha 6 na 14 wa mtihani wa ualimu ambao walibainika kufanya udanganyifu. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili IJ cha sheria baraza la mitihani sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Aidha, baraza limekifungia kituo cha Excellence Open School kilichopo mkoa wa Manyara kuwa kituo cha mitihani ya taifa kutokana na kukiuka taratibu za uendeshaji wa mitihani ya taifa. Kituo hicho kinafungiwa kwa mujibu wa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 8 cha kanuni za mitihani za mwaka 2016 hadi hapo baraza litakapojiridhisha kuwa ni kituo salama kwa uendeshaji wa mitihani ya taifa. Baraza linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani za mikoa na halmashauri zote nchini, wakuu wa shule, wasimamizi, wasahishaji, wazazi na wadau wote kwa kazi kubwa waliofanya. Aidha, baraza linawapongeza watahiniwa wote waliofanya mtihani wa kidato cha 6 na ualimu mwaka 2026 kwa kuwa na utulivu na kuzingatia taratibu za mitihani zilizowekwa. Matokeo ya mtihani wa kidato cha 6 na ualimu uliofanyika Mei 2026 yanapatikana katika tovuti ya baraza www.necta.go.tz. Asanteni sana. Hatua ya kwanza ni kufuta matokeo kwa mujibu wa vifungu vya sheria na kanuni ambavyo nimevitaja, lakini tunaendelea kutoa elimu. Serikali inawekeza, wazazi wanawekeza, wadau wanawekeza, na msingi wa maendeleo ni elimu. Hatupendi tuone mwanafunzi amespendi miaka miwili katika mafunzo kisha anaishia kufanya udanganyifu. Kwa baraza litaendelea kuwa na udhibiti mkali katika kuchukua hatua na kudhibiti usalama wa mitihani ya taifa. Aidha, kuhusu aina gani ya udanganyifu, wapo walioshiriki kwa kuingia na notes kinyume na utaratibu, lakini wapo waliosaidiana ndani ya chumba cha mtihani na wapo waliokamatwa na simu wakitumia ChatGPT kutafuta majibu kwenye mtandao. Kwa nitoe wito tu kwa wadau wote kuendelea kutoa elimu kwa sababu swala la udanganyifu halikubaliki katika mtihani.